Je, umewahi kupika maharage yakabaki magumu au yakasababisha tumbo kujaa gesi? Watu wengi tunapenda maharage, ni chakula cha bei nafuu, chenye protini na kinachotukumbusha nyumbani. Lakini mapishi yasiyo sahihi yanaweza kuharibu ladha na hata afya. Leo nitakuonyesha siri 8 za mapishi sahihi ya maharage ili yapate ladha tamu, yaive vizuri na yawe rafiki wa tumbo lako. Karibu kwenye chaneli yetu ya mapishi. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya mapishi, fanya hivyo sasa hivi. Kwa sababu tunakuletea mapishi moto moto, utamu jikoni. Hakika utapenda chakula chetu. Unaweza ukatupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tuweze kwenda jikoni na kuona nini tunafanya. Karibu na tuanze. Siri ya kwanza, chagua maharage bora. Angalia maharage yasiyo na mawe, yaliyo safi na yasiyozeeka sana. Maharage ya zamani yanachelewa kuiva. Hivyo, unapochagua maharage, hakikisha kabisa hayo maharage unayoyapata ni maharage ambayo ni mapya, yaani yasiyo yale ambayo yamekaa muda mrefu sana. Yawe ni maharage ambayo ni mazuri, hayana mawe, hayana michanga. Hayo maharage yanakuwa ni sahihi kabisa kwako. Yachague vizuri na hakikisha unakuwa na yale maharage tu ambayo ni mazuri, yale ambayo yameharibika uyatupe. Siri ya pili, loweka kabla ya kupika. Loweka kwa masaa 6 hadi 12. Hii inasaidia yaive haraka na pia yanapunguza gesi tumboni. Ukichukua maharage tu ukayachambua na kuyaweka jikoni moja kwa moja, yanachelewa kuiva na yatakufanya unatumia mkaa mwingi au kama ni gesi utatumia nyingi. Kwa hiyo sasa hakikisha kwamba unayaloweka masaa 6 hadi 12. Huku kuloweka kunasaidia kupunguza gesi tumboni na pia yanafanya maharage yaive kwa haraka zaidi. Siri ya tatu, mwaga maji ambayo ulikuwa umelowekea maharage. Maji hayo huwa yanabeba vitu vinavyosababisha gesi. Kupika kwa maji mapya kunaboresha ladha na usagaji. Hivyo yale maji ambayo ulikuwa umelowekea yamwage kule, yatupe kule mbali na weka maji mapya na uanze sasa kuweka vitu vyako jikoni. Siri ya 4, pika kwa moto wa wastani. Moto mkali sana unaweza kuyapasua nje lakini yakabaki mabichi ndani. Hivyo unapopika moto wako uwe wa wastani, usiwe moto mkali sana ambao utayapasua tu nje ukafikiri yameiva kumbe ndani bado ni mabichi. Hivyo kiwango cha moto ni cha muhimu sana unapopika maharage. Siri ya 5, usiongeze chumvi mapema. Chumvi huchelewesha maharage kuiva. Ongeza chumvi yakishaanza kulainika au wakati ule ambapo sasa utakuwa unaunga kwenye hatua zile za mwisho mwisho. Hivyo usiongeze chumvi mapema. Chumvi inafanya maharage yanachelewa kuiva. Siri ya 6 sasa hapa ni maandalizi ya viungo vyetu. Tunakuwa tuna chumvi. Hii ni chumvi ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuweka kwenye maharage yetu. Tunaweka chumvi kidogo tu, usiweke chumvi nyingi kwa sababu ukiweka chumvi nyingi unaweza ukaharibu ladha ya maharage. Pia tutatumia nazi, nazi yetu ambayo ni nazi ya boksi, ni nazi nzuri tu kama ile nyingine, lakini ukiwa na ile nazi ya kukuna ni the best zaidi, ila leo tunatumia nazi hii ya boksi. Na pia tunatumia nyanya. Tutatumia nyanya ambazo tumeshasaga nyanya zetu vizuri kwa kutumia blender. Tunasaga nyanya zinakuwa laini kabisa nzuri ambazo zitafaa pia kwa ajili ya maharage yetu na kuleta ladha. Pia tutatumia mafuta ya kula. Mafuta ya kula unaweka kiasi tu, hatuweki mengi sana kwa sababu ukiweka mafuta mengi sana pia unafanya chakula kinakuwa sio kizuri sana. Pia tutaenda kuangalia hapa, tutakuwa tuna vitunguu. Hicho ni kitunguu maji, tunaweka kitunguu kwa ajili ya kuleta ladha pia na kufanya maharage yetu yawe na kaharufu kazuri zaidi. Kitunguu kimoja tu kinatosha, sio vitunguu vingi. Pia tuna kitunguu saumu. Hicho ni kitunguu saumu ambacho pia tayari tumeshakisaga kwa ajili ya kufanya nini, ya kuweka kwenye maharage yetu. Viungo vyetu kama unavyoviona hapo sasa viko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza kupika maharage yetu.
Siri ya 7 ni kuhakikisha maharage yameiva kabisa na yamelainika. Maharage yasiwe yale magumu magumu, yawe yameiva kabisa yamelainika kwa ajili ya usalama wa tumbo lako. Maharage yanapokuwa yameiva yanakuwa mazuri, lakini usiyaponde ponde sana. Unapoyaponda ponda sana unayavunja, na mwisho wa siku unakuwa umebadilisha umbo lake na yanakuwa sio maharage yanayopendeza. Kwa hiyo usiyabonde bonde sana. Yawe yameiva kama hivyo, malaini tu na ya kuvutia. Tayari twende sasa tukaone jinsi tunavyounga. Hatua inayofuata sasa, tunaweka mafuta jikoni. Tukishaweka mafuta jikoni, tunasubiria mafuta yetu yanachemka, tunaweka vitunguu. Baada ya kuweka vitunguu maji, utasubiria kidogo, unakoroga vizuri, unachanganya ili mchanganyiko wa mafuta na kitunguu uive vizuri. Pia baada ya hapo unasubiria ichemke vizuri, tunaweka kitunguu saumu. Baada ya kuweka kitunguu saumu tena, tunakoroga vizuri na kuchanganya ili vitunguu vyetu vyote sasa viweze kuiva vizuri. Unachanganya vizuri ili kitunguu kisiungue. Yaani kitunguu chako kisije kikawa kinaungua ovyo ovyo. Kinakuwa tu kina ile rangi nzuri hapo. Utaendelea kusubiria na kitunguu chako sasa kimeshaiva. Tayari sasa nimechanganya nyanya pia na vitunguu vyangu, nimeweka nazi yangu kama unavyoona hivyo, naweka nazi yote kabisa na kuhakikisha nakoroga vizuri kabisa mchanganyiko wangu. Sasa unaona mchanganyiko wangu unavutia kabisa na kinaonekana ni kitu kizuri. Baada ya hapo naacha ichemke kwa muda kidogo, inachemka kabisa. Kuacha ichemke maana yake ni kwamba unaleta ladha. Naweka maharage yangu nachanganya vizuri kabisa. Maharage na viungo vyote sasa vimekuwa tayari. Naruhusu sasa mchanganyiko wangu uchemke vizuri jikoni. Yaani maharage yanatakiwa yachemke sasa vizuri, yachanganyike. Viungo pamoja na maharage vinachanganyikana vizuri sana, unaacha vinatokota vizuri, vinachemka. Yaani baada ya kuchemka hivyo na kuchanganyikana, hiyo inakusaidia sana kuzuia tumbo lisijae gesi, kwa sababu maharage yatakuwa yameiva vizuri. Na wewe utakapokuja kuonja ladha yako, utakutana na kitu ambacho ni kitamu, ladha tamu. Kama unavyoona maharage yetu hapo yana muonekano mzuri. Unaweza ukala kwa wali au ukala kwa kitu chochote unachopenda. Maharage yetu sasa yapo tayari. Maharage si tu chakula, ni afya, ni faraja, ni kumbukumbu za nyumbani. Ukipika kwa njia sahihi, unapata ladha, virutubisho na furaha mezani. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, subscribe na share video hii ili wengine pia wajue siri hizi. Leo tumepika tu kwa kutumia jiko la mkaa, njia ambayo kila mtu anaweza akatumia kwa ajili ya kupika maharage. Tuonane kwenye video inayofuata. Asante.